wote mnafahamu kuna juhudi mbalimbali za kupigania maslahi, haki na pengine uhai wa Balozi Humphrey Polepole. Sasa baada tu ya kuwa tumepewa jukumu hilo la kisheria la kushughulikia maslahi ya kisheria na ya kiuhai na ya kiafya Balozi Humphrey Polepole, mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 nilitoa taarifa kwa umma nikizitaka mamlaka zinazohusika na upelelezi, usalama wa raia na mali zao na nyingine zote ambazo zinatoa support katika eneo hilo kwa haraka na kwa kutumia resources zote, rasilimali zote, watu, rasilimali za kiintelijensia, rasilimali za kiteknolojia, zote kwa pamoja zikusanywe, ziwe mobilize, zielekezwe katika kujaribu kutupa majibu ya yuko wapi Balozi Humphrey Polepole, huko alikopelekwa, alipelekwa na nani na kwa mazingira gani na hali yake mpaka sasa hivi ikoje. Lakini mpaka leo mimi kama wakili hakuna ambaye amenijibu. Of course labda wao ukiuliza watasema hatuna wajibu wa kujibu wakili. Fair and good. Kwa baada ya kuona mpaka tarehe 7 hakuna aliyenijibu wala hakuna aliyetoa majibu au taarifa ambayo mimi binafsi kama wakili ningeitafsiri kwamba hii inatia moyo au inajitosheleza kulingana na uzito wa kimazingira. Anapotoweka balozi ambaye amehudumia taifa katika nchi mbili, alikuwa msemaji au katibu uenezi wa Chama cha Mapinduzi, aliyekuwa mjumbe wa tume ya kurekebisha katiba, huyu mtu haingia akilini kiusalama, kimantiki, kisheria kwamba anaweza kutoweka katika mazingira yale yaliyotoweka, halafu mpaka leo hii tunazungumza hapa mahakamani bado hatujaweza kupata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo baada ya kuona yote mimi nikaamua kufungua maombi katika mahakama hii kuu chini ya hati ya dharura, maombi namba 2451/2025, leta maombi yakiwa Humphrey Polepole dhidi ya Inspector General wa polisi kama mjibu wake wa kwanza, mwanasheria mkuu wa serikali, mkurugenzi wa mashtaka, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Kwa hawa wote tunaamini kwamba mmoja mmoja au wote kwa pamoja wanaweza kuisaidia mahakama mahala au taarifa za alipo Balozi Humphrey Polepole, na ndivyo tumesema katika kiapo kwamba tunaamini hawa wote kwa umoja wao wa kitaasisi au kwa mmoja mmoja wanaweza kuisaidia mahakama. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Shocking and fear have gripped Tanzania after reports emerged that former ambassador and fierce government critic Humphrey Polepole has been abducted from his home in Dar es Salaam. According to his family, unknown men stormed into his residence in the dead of night, breaking doors, cutting electric wires, and leaving behind traces of blood from the living room to get evidence of a violent struggle that has left the nation demanding answers. Polepole, who resigned from his post as Tanzania's ambassador to Cuba in July, had become increasingly vocal about what he described as government overreach and disregard for the rule of law. His disappearance now raises chilling questions about the safety of dissenting voices in a country still battling allegations of political repression and secret kidnappings. Police have confirmed they are investigating the incident, but human rights groups aren't waiting. Amnesty International has already sounded the alarm, warning that this may be a case of enforced disappearance, a practice that has haunted Tanzania's political landscape
in recent years. The organization has called on the government to urgently reveal Polepole's whereabouts and ensure his safety. The abduction has sparked a wave of outrage across social media, with citizens and activists demanding justice and transparency. Many are asking who took him and why. Humphrey Polepole's disappearance comes just months after he publicly criticized the government's abuse of constitutional order. His family has filed a habeas corpus petition in court, pleading for his immediate release or confirmation of his status. As night falls over Dar es Salaam, the silence from authorities grows heavier, and the calls for accountability grow louder. The question echoes across the nation: where is Humphrey Polepole? This is PIHOA Network News.